alianza kanisa kwa sababu ya biashara na nia yake ilikuwa ni kutapeli wa Kenya. So na ikajulikana kwamba wazi alikuwa anatapeli wa Kenya na wakawatapeli mamilioni ya pesa. Kutoka hapo hivyo mtoto naye akaiga njia, the same njia ya kuanza kutapeli wa Kenya. So akatapeli wa Kenya na 310 na ikajulikana pia na kanikwa wazi kwa sababu matendo yafanyao katika giza wakati mwingine yataonekana katika mwangaza. So tumekuta kwamba familia hiyo imekuwa ni ya kutafuta pesa kwa njia ya biashara. So unakuta kwamba ni kama familia ambayo imejaa laana, familia iliyolaaniwa. Na unapoangalia msingi wa familia iliyolaaniwa si msingi wa kawaida. Tutaangalia kwa mama, tukaja kwa kijana mwenyewe, na baada ya hapo tunakuta mpaka hata kulikuwa na sister yake mmoja huyu ambaye alikuwa anajiuza kwa wazungu na akapatikana kwenye NB katika Mdangulo akijiuza na akakufia hapo, kifo chake kikampatia pale. Tulipoacha hivyo basi umekuta mambo ambayo jamaa amekuwa akifanya, hata kuingia kwenye mitandao. Anaingia hata kwenye mitandao na wazi anaonyesha watu akishika wanawake hata kwenye sehemu za siri kwenye mtandao. Na ni mtu watu wanayefuata ati ya kwamba ni mwangaza. Huyu si mwangaza, ni giza. Kwa sababu jambo la kwanza, neno la Mungu ni mwangaza. Hello guys, is a girlfriend hii na tuko maeneo fulani. So guys, kuna hii story ina trend sana ya Pastor Kanyari na Marion Naipei na msichana wake, watoto wa Kanyari. So Kanyari alipoona Marion ametrend huku kwa mtandao, alimuita kwa kanisa yake na akasema atamuombea pia yeye akuwe pastor. Yani guys, vitu zingine zinanifurahishanga. By the way, vitu zingine zinafurahishanga sana. Kwa sababu ukiangalia Marion, video ya kwanza ilitokea kwamba Marion alikuwa na huyu James, sijui ni James Opande ama ni James what. Huyo James alikuwa amemwanika, kuna video alimchukua na akamwanika, lakini uchunguzi wa DCI, hiyo ni message ya DCI, wamesema kwamba Marion ni yeye mwenyewe alipost ile video pale Telegram. Kwa sababu ya nini? Marion imechunguzwa kwamba Marion anafanyanga kazi ya ukahaba, anajiuzanga, anachukua zile video, anatumia wazungu. Guys, uchunguzi ingine imefanyika ni Marion ako na 38 years, lakini ukiangalia pale kwa Geoffrey Musiria, Marion aliweza kujitokeza na kusema kwamba ako na 22 years. Lakini watu wengi wameongea sana na kukataa ile miaka. Ukiangalia uso wa mtu inakwambianga miaka yake. So watu wengi walikataa, na kwa sababu Geoffrey Musiria aliongea, watu wakabidi watulie. So ukweli imejulikana guys. Ukweli ni kwamba Marion alianza hii kazi ya kujiuza kitambo sana. 2023 alikuwa anafanya hiyo kazi, na yeye mwenyewe ile video ili trend ya yeye na James, si James alipost, na James ameweza kujitokeza na kusema angependa Geoffrey Musiria na Marion wamlipe pesa yake, wamlipe pesa juu ya kumharibia jina. Yani Geoffrey ameharibiwa jina kwa familia yake, kwa bibi yake, na huyu na Musiria na Marion wameharibia huyu jamaa jina mali anafanya kazi. Walimkataza pia akitravel, alikuwa arudi job US, but wakamkataza. Lakini ukweli ni kwamba
huyu msichana anajiuzanga na hataki kusema ukweli. Lakini mi nataka kuongea na mademu. Yaani mademu, unakaa hapo, hutaki kazi, wewe hutaki kuchoka, unaona tu ni vizuri uende ukajiuze. Ni vibaya sana. Hiyo ni kujaibisha, kuaibisha familia yako, kuaibisha mama yako, kuaibisha watu wenu, na wewe mwenyewe kujaibisha. Yaani msichana ni mdogo, lakini vitu zenye anafanya. Msichana kama Alicia Kanini. Alicia Kanini ni mtu mwingi, lakini uzuri wa Alicia ni mtu yeye ako nini, like yeye hajawahi ficha kazi yake. Hajawahi ficha kazi yake. Lakini huyu mwingine na yeye anaficha miaka yake, anaficha kazi yake, anakuja kwa mtandao kutulilialilia hadi tukamhurumia, tukamtetea. Kumbe tunatetea mtu mwenye anajiuzanga. Guys, alafu ukifanya uchunguzi, Kanyari anachukuanga wale watu hawana mbele wala nyuma. Yaani wale watu wanafanyanga vituko. Hao ndio Kanyari anawachukuanga. Juu ukiangalia, guys, kanisa ya Pastor Kanyari imejaa, yani imejaa makahaba. Yaani kama wewe unajiuzanga, umeruhusiwa kuenda tu kwa Kanyari. Na guys, acheni niwaambieni kitu moja. Kitu yenye mnafanya si poa. Kama umeamua mimi nitakuwa nafanya hii biashara, tafadhali na waomba wasichana na maboys, na waomba, kama umeamua mimi nitakuwa nafanya hii kazi, usikanyange, usidhubutu kuenda kwa madhabahu. Imagine, ni sawa, Kanyari amekuruhusu kuingia pale kwa madhabahu hapo mbele, hata eri ukae huku nyuma. Unajua Mungu si vibaya kwenda church, lakini pale kwa madhabahu inatakanga mtu mwenye msafi. Ndio maana pia hata Bible imeandikwa kwamba mwanamke akinyesha, mwanamke kama anaona period, hafai kusimama kwa madhabahu. Ndio, yani madhabahu ni place safi, ni place ya kuheshimiwa. Yani hapo mbele ni place ya kuheshimiwa. Lakini ukiangalia pale kwa kanisa ya Pastor Kanyari, guys, yani mi ushangaa sana. Mbona anaruhusu watu wakuje church, lakini wasiingie pale kwa madhabahu, awaombee wakiwa tu hapo hivyo kando. But kwa madhabahu ni place safi, ni place inafaa kuheshimiwa, ni place yani ni takatifu. Unafaa kuogopa sana. That's why unaonanga Muslim wanafuatanga. By the way, Muslim wanafuatanga Quran. Huwezi ona Muslim akifanya hizo vituko Christian wanafanyanga. Mimi sichukii Christian, mimi mwenyewe mimi ni Mkristo, lakini vitu zenye saa zingine wanafanyanga mazee ni mbaya sana, ni mbaya. So Marion ameruhusiwa pale kwa Kanyari, akachukuliwa na Kanyari, wakaenda pia na Geoffrey na Marion. Saa tunaongea, kuna video zimetrend za 2023. Yani msichana anafanya vituko. Yani msichana tu anakaa tu vizuri, anapanua, yani anatoa nguo zote guys, anapanua to reverse. Unaona kila kitu. Anajiingiza mavidole, anajiingiza machupa, anajiingiza kila kitu. Guys, yani vitu zingine. Ni aibu. Vitu zingine ni aibu. Mimi nataka kuongea na single mothers. Uko hapo, uko na mtoto, umekosa kazi ya kufanya. Chukua Chukua hata ndoo ile ya somoja. Enda nunua matunda ya somoja. Hiyo ni so ngapi? So 2. Unaona? Kuwa na so 2, umeenda ukachukua ndizi ama watermelon, tembeza. Hiyo so 2 utairudisha na siku 2. Yani ukichukua matunda ya so moja itakuzalia hata so 2. Unaona? Matunda, kama uko hapo umekosa kazi, chukua matunda
anza kuuza. Hata usianze na capital kubwa. 300 imetosha guys, 300 imetosha. Na mimi najua kwako huwezi kosa ile ndoo ya nini plain. Enda uchukue hiyo ndoo, anza hiyo biashara. Kwa sababu ukiangalia wasichana wengi wameingia pale, wameingia huku kujiuza, kuuzia wazungu ndio wapate pesa eti walishe watoto. Guys, hiyo ni vibaya, hiyo ni yani ni madharau. Utadharauliwa, hata hakuna mtu atawahi kukuheshimu. Hebu niambie huyu madam, huyu Naipei, kama atawahi pewa heshima na mtu. Hizo video kitu ya mtandao haipoteangi. Si ako na mtoto? Huyu mtoto atakuwa mkubwa na atakuja kuona zile video, na unapata ni heshima dogo sana, ni vibaya sana. Hadi kwa mtoto wake ni kuaibisha mtoto wake, kwa sababu huyu madam anaendelea na kuzeeka. So mtoto wake kitambo tuseme afike 20 years, mtoto wake atakuwa anadharauliwa akiambiwa ona mamako vile alikuwa anafanya. So ukifanya kitu pale, jiite kama mkutano, jifikirie, uone hii kitu yenye nafanya itanizalia nini? Hii kitu yenye nafanya kesho yake niko na mtoto itakuwa aje? Ita affect mtoto wangu aje? Itani affect aje? Ita affect familia yangu aje? Unajiulizanga kitu, lakini si eti ukishikana na group eti juu nimeshikana na hao madem wanafanyanga hii kazi, wameniambia iko na pesa, hata wewe unaanza. Guys, achaneni na aibu dogo. Achaneni na aibu dogo tafadhali. Mimi nawaomba tu kwa hekima. Kama umekosa kazi, tafuta hata kazi ya hoteli, tafuta kazi ya kufua. Usichoke na kutafutia watoto wako. Lakini watafutie na njia ambayo inastahili. Watafutie na njia ambayo inafaa. Hao watoto watakuja wakuwe wakubwa. Wakiwa wakubwa watapatana na zile video. Alafu uko hapo utawaambia aje? Mtoto sahi, jiulize, mtoto wako akuite kama mkutano, akuulize mam, hii ni nini? Mam, nimepatana na video yako ukiwa dem vile ulikuwa unafanya. Huyo mtoto umemweka nini kwa akili yake? So celebrities, not celebrities. Huyo dem amekuwa celeb juzi tu ndio ametrend. Amekuja kwa limelight juu ya ile video yenye alipostiwa na James. So uko hapo umekosa kazi. Tafadhali usianze hizo vituko eti unasema nikifanya ile kazi itanipea pesa mengi, niishi maisha best. Ishi maisha yenye God amekupea. Hiyo maisha ya pesa mengi God ndiye atakupea tu. Mungu ndiye upeana na atakupea. Ukifikia hapo itakuwa tu sawa. Lakini fanya kazi ambayo yenye unajiheshimu, unaheshimu watoto wako, unaheshimu pia watu wenu, familia yenu, kila mtu. Unaona? So guys, kuna kitu imefanyika pale kwa Pastor Kanyari. Yaani Pastor Kanyari ana introduce msichana wake kwa huyu msichana. Vitu zingine guys, mambo ni mengi, masaa ndio machache, but si poa. Respect ni kitu ya maana sana. Respect ni kitu ya muhimu sana. Au huyu mtoto atagrow na ataona hizo vitu zenye ulikuwa unafanya, na hapo huwezi mtoa. Utapata mtoi ni wako but anakuchukia na hata anakutoa tu kwa akili, na wewe hadi anaweza kukataa. Na hiyo time umezeka, hauna uwezo. Tuseme tu mtoto amekuja akabarikiwa akapata kazi, haiwezi kusaidia. Unaona? So tufanye vitu zenye zinastahili. Pastor Kanyari na yeye aache kupeleka watu kwa madhabahu, watu wachafu. Hii ni uchafu unapeleka kwa Mungu. Na hiyo ni kutoheshimu Mungu. Unaona? Yaani ni kutoheshimu Mungu.
waombe, usiwakataze kukuja church. Pastor Kanyari, tafadhali usiwanyime kukuja church. Wacha watu wakuje church. Mtu anaweza okoka, mtu anaweza acha hizo matakataka za kitambo na aokoke. Lakini kabla haokoke, kabla umteach haokoke, muombe tu hapo akiwa hapo kando, lakini si kumleta kwa madhabahu. Jameni, ni vibaya. Wakristo wangu, guys, make sure umesubscribe na umefinya kengele. Tupatane tena kwa next video. Bye bye.